unanipiga Mama Amanda? Nimekukosea nini? Ujui ulichonikosea? Twizy, nakuuliza ujui ulichonikosea? Asante sana kwa kuitikia wito wangu. Na nimefurahi sana kukuona hapa. Nimeona shemeji yangu na kiroho. Shoga mtulivu. Shemeji ni handsome hatari. Usina mpenzi. Maana leo ni siku muhimu sana katika maisha yangu. Ilikuwa lazima nije. Lakini uliniambia kwamba tutazungumzia biashara. Na tutakuwa wawili tu. Sasa mbona tuko hapa alafu naona kuna watu wengi kule? Kuna mtu anitumia hapa message sijaelewa. Tayari sana. Usijali. Wale ni mashoga zangu. Vipi na haja lakini? Mazingira ni kali. Okay. Na nimekuita hapa ili niweze kukutambulisha. Sababu Twizy, mimi nakupenda. Jiachie shemeji yangu, jiachie. Shoga, mapenzi hayo. Hivi wewe una akili sawa sawa kweli? Yaani mimi nimeacha oda zangu za kuuza maziwa huko, najua nakuja kukusikiliza, kuna jambo la msingi unataka kuongea. Kumbe umekuja kuongea huu ujinga wako. Twizy, mimi nakupenda. Nahitaji tuanzishe maisha mimi na wewe. Shezi ni kubwa. Next time usije ukaniambia upumbavu wako. Kwa hiyo ndio ujinga unaofanya huko mtaani, si ndio? Naongea na wewe Twizy. Hivi mangapi nimekufanyia lakini mbona unaninyanyasa? Unionee huruma hata kidogo kweli? Kweli unionee huruma Twizy, ni nini hiki? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Imekuwaje huko? Yaani subiri nikae vizuri afu kwa desi. Yaani nilichokifanya kama ulivyonielekeza shoga yangu, sijapindisha hata kimoja. Nimepeleka mzigo kama ulivyo. Afu nikamwambia maelekezo atayakuta mle mle kwenye boksi. Sikutaka kuhangaika, nikajichomoa taratibu. Naamini nilichokiacha kule kimbembe. Moto unawaka mpaka hapa. Sidhani kama utazimika kirahisi. Umejua kuninogesha sana shoga yangu.
na zile pozi Maya akiziona, mbona Twizi atabaki kuwa wangu? Pale Twizi hawezi kuchomoka, yaani lazima nimpate. Haswa shoga yangu, udugu wangu wa faida, kazi pale nimeshakurahisishia. Sasa kilichobaki ni kwako kumalizia tu, kufagia vilivyobaki. Sijui unanielewa hapo? Na kuelewa shoga yangu kwenye kipengele hicho. Na kuamini. Sasa shoga yangu, nikifanikiwa tu kumpata Twizi, yaani nikaweza kuwa naye, basi na kuahidi nitakupa donge nono sana. Maana nampenda sana yule kaka. We, hilo limeisha shoga yangu. Wala tu usijipe pressure. Sijui umenielewa udugu wangu? Nakuelewa. Yaani nitafurahi sana. Hilo limeisha. Kwa sababu mimi nipo hapa kwa ajili yako, siwezi kukuona unanuumika udugu wangu. Ndio maana nakupenda. Tafadhali sana mke wangu, naomba nisikilize. Mimi sina mahusiano yoyote na yule binti. Nikusikilize nini? Nini nikusikilize na picha zinajidhihirisha vile? Zile ni picha. Ungenisikiliza nikakuelezea ilikuwa kuaje. Zile ni picha, unataka kuniambia ile ni AI? Twizi una nini lakini? Hivi na maana unionei huruma? Umetoka kwa Adela leo hii nikajua labda tu ulikuwa umeloga. Unataka kuniambia na yule mwanamke amekuroga? Mama Manda, yule binti mimi pale aliniita kwa ajili ya mazungumzo tu. Hakuna kitu kingine ambacho kilichoendelea. Mimi mwenyewe kwanza nashangaa nimepigwa picha. Unashangaa Unashangaa mpaka mnakutana vile. Unashangaa kweli wewe sio mtu mzima, huwezi kujiongeza Twizi. Zile posti unataka kuniambia tu ulikuwa unapeleka maziwa tu, si ndio? Mimi na wasiwasi na wewe. Hata unavyosema unaenda kuuza maziwa, unatoka hapo unaenda kukaa kwa wewe mwanamke wako. Alikuja pale, unajua alipokuja alikuwa ananitazama vipi? Haiko hivyo Mama Manda, mbona shindwa kuwa muelewa? Siwezi kukuelewa kwa sababu unachokiongea sikielewi. Ushahidi unajidhihirisha. Mimi yule sio mwanamke wangu. Sio mwanamke wangu, yaani sio utanisemea uweze kunielewa. Wewe una cha kusema, yaani unadanganya mpaka cha kuongea huna. Baba una nini lakini Twizi? Ni nini ambacho mimi nimekukosea? Unasema yule sio ni AI ile nakuuliza. Yaani swala sio AI, nimekwambiaje? Mimi yule aliniita ilikuwa for meeting. Hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea kati yetu. Meeting gani kati yako wewe na yeye na hamna kitu chochote ambacho kinaendelea kati yenu? Nakuuliza, ni meeting gani? Nini ambacho mlikuwa mnakizungumza? Yule sio mwanamke wangu bwana, nielewe basi. Sina mahusiano yoyote na yule dada. Yule ni mteja wangu wa maziwa basi. Hakuna chochote kinachoendelea. Yaani ukweli ndio huo. Ukweli gani? Alafu na wasiwasi na wewe Twizi. Hata kipindi ambacho ulikuwa unaishi na Adela, yalikuwa sio madawa. Ulikuwa unajielewa vizuri tu. Mama Manda. Mama Manda nini? Nini? Nini ambacho unaongea unahisi mimi nitakuelewa sasa hivi? Hakuna Twizi, hakuna. Mbona kama nimepotea? Hii sio njia ya nyumbani. Hapa ni wapi?
Nimepata malalamiko mengi sana na wananchi wangu kuhusiana na hichi kijiwe. Na ndio maana leo nimeamua nije hapa mwenyewe. Cha kwanza, chumba kimoja watu wanapangishwa wapangaji hata 5 au 6. Chumba kimoja hicho. Lakini pia udalali sasa hivi umepaka kwenye dalali wa wake za watu. Wote mnayafanya nyinyi. Sasa niwaambie kitu kimoja. Yaani kijiwe nakuja kuteketeza hichi kijiwe na kichoma kabisa mkifanya masiara. Hapo pia mnafanya kazi bila kulipa kodi ya serikali. Muone kama mnanyonya serikali. Kodi? Kijiwe cha dalali kina kodi? Wewe bwana mjumbe, acha uuni bwana. Wewe umeanza hapa, wapo atakuleta upigaji hapa. Mimi nishakushtukia. Wewe sema unachokitaka hapa uondoke. Alafu mimi nilielewa ndo ni kule tu nilikotoka Longido. Unaenda sehemu na mbuzi wako unachunga mbuzi. Umeelewa? Alafu eti serikali inakuja nasema, hii sehemu mbuga za wanyama. Kwa nini mnachunga mbuzi? Nikajua nikija huku itakuwa mambo lubudani, itakuwa musuli. Kumbe huko wenyewe serikali nao nakuja kuingilia kati. Dar es Salaam nao wewe umetoka kwenu uje kutulia Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa ni Guantanamo. Mjumbe sema unachotaka bana. Mambo ya kusema hapa tulipe kodi hapa mambo hayo hakuna. Wewe unatuonea tu bana. Sikiza na wewe. Hao mashuka wenzako wanavaa usiku wanalalia unavaa mchana. Alafu hizo shanga wanavaa watoto wa kike. Wewe mwanamume unavaaje shanga? Hizo shanga wenzako wanavaa watoto wa kike. Wewe mwanamume unavaaje shanga? Hizo shanga wanavaa watoto wa kike. Wewe mwanamume unavaaje shanga? Tena mchana kweupe. Ona akili kweli wewe? Ila kweli umeongea point na wewe naye shanga unavaaje? Wewe nachangia nini? Baada mtu nakuja naongea nasungumzia serikali nasungumzia sanga, alafu wewe unachekelea kitu gani? Sikiliza wewe Masai. Kwanza wewe uone unakaje kijiweni na fimbo. Hivi hata wewe mteja anakujaje? Wewe unachunga mbuzi hapa au ng'ombe? Wewe usiwete mambo Longido kutuletea hapa. Wewe nakuja kwako wewe. Sikiliza nikwambie. Utaratibu unajua, namba yangu naijua. Sasa fanya vile kwenye namba ya simu. Waelekeze na wenzako. Alafu na angalia minywele yako. Milasta mibaya kabla mara angalia ndevu yake. Umemokota wapi na tatu waeleweki hapa wewe? Sikiliza bwana mjumbe. Wewe kweli bwana ndo mwenye huu mtaa, lakini usitunyanyase bwana. Sisi hapa tunajitafutia riziki. Badala kwenda kukaba huko, badala kwenda kuaibia watu, tumekaa hapa kimtigundi, wateja wakija wananasa. Umeelewa? Cha kufanya hapa bwana wewe tuambie tu. Sisi hapa tutajichanga changa. Huyu mjumbe ana njaa. Simuona hata mkanda ana. Umeona? Ile mkanda ana tai yenyewe simuone na ninginia. Kwa hiyo tuchange. Naye anataka hela kula. Basi habari za kusema sio kila mtu atumia kwake hapa haiwezekani. Sikiliza mjumbe. Hapa ukifika, si ndio? Ikisema mtu anataka kutoa hela, si ikupose tu. Yaani angalie mfukoni yetu na kitu gani, ikiwa na jelo na kupatia. Lakini ikisema eti sijui ni haya, tukitaka tini namba wewe nao. Sasa tunaanza kuhusiana adabu. Mimi sio kama nina njaa. Mimi nina hela paka nashindwa sio nikatumia wapi. Kila siku natafuta vimwali vya kutumia nazo. Umeelewa? Sasa ni hivi. Fanyeni kama nilivyokuambia. Wewe namba yangu ya simu unayo. Weka vile vile, waambie wenzako wekeni. Kila baada ya muda mnaweka. Ushaelewa? Mkifanya tofauti na choma hichi kijiwe. Haiwezekani bwana. Wewe hapa cha kufanya kula buku 2. Umeelewa? Buku ukanunue kioo cha wani. Hapo umemaliza msija. Shika hii bwana buku tu hapo. Wewe unanipa mimi hela gani unanipa mimi hela gani unanipa hii? Hela gani unanipa? Sasa mbona wewe unanipa mimi hela gani? Sio kama nachukua nataka nione kama kweli unanipa hela gani mimi. Unaweza kunipa mimi hela kama hiyo? Ondoka hapa. Wewe vipi? Wewe alikuwa mama lazima usomeke. Wewe vipi? Hapa ndo tushamaliza bwana. Hapa tukutane miezi 6 ijayo, tumepanga eneo miezi 6. Alafu wewe naelekea wewe atakuwa msalamu. Naongea na kwa mjambo. Eti nywele zake. Mala sijui sanga. Kumbe ulikuwa unataka buku 2. Haya. Nenda naika poe shanga hizo unavaje mashuka au muangalie. Toto hapo yani bado kidogo nikupende. Toto vokuwa mzee. Leo ametoa huyu. Kesho ikija anatoa huyu. Ukumbuke miezi 6 hiyo. Sikiza nikwambie. Isiposoma chochote kwenye simu yangu, kesho asubuhi niko hapa. Hata hiyo hiyo. Hata uloga hiyo si hatutoi. Na wewe nimekwambia changamka na wewe kwanza. Au nipige simu Central? Wapi? Central. Wewe piga popote. Nipige Central? Piga popote. Nipige Central? Piga hata leba. Sasa kesho nikija siji hivi. Tubudru. Wewe nenda kachunge mbuzi na ng'ombe wewe kwenye kijiji. Hizo atako navaa ili mtoto wa kike itupende. Haya hajaelewa. Wapi mtapendana? Huyu hajaelewa. Wewe Mandevu, chukua mwali huyo. Tena biti kigoli kabisa. Wewe kigoli. Jega na wewe nimekwambia. Hebu ngoja Masai. Huyu hapa sisi tunachambwa weka kaa kimya. Hata hajachangia mada. Alafu wewe nayo unashinda kuelewa. Hapa si tupo watu hawa wawili. Anyongeza tu alafu nakuwa na unatoka mpaka misipa aumu. Misipa afahamu na kutoka wewe unataka kujiongeza. Nyanya nyongeza iko. Ndo nakaa naye tu ili kujiongeza. Kitaka kutuma mtu nakuja. Unataka kwenda wapi? Nakuuliza wewe mganga tapeli, unataka kwenda wapi?
Sasa basi, kwa taarifa yako, mdogo wangu hataki hata kukuona. Naomba ugeuze ndala zako uondoke. Kwenda basi, unashangaa kitu gani? Usichokelewa hapa kitu gani? Na wewe unasimama hapa getini kama nani? Eti. Hem, nipishe bwana. Nikaongea naye mwenyewe. Naongea kama dada yake. Hapa leo upiti. Hebu acha masiala bwana. Hebu nipishe nipite. Unajua wewe Mage, umeanza kunifuatilia muda mrefu sana. Au unanitaka? Kama unataka si uniambie. Au umeuelewa uchebe? Ongea, acha visa. Mimi si niko hapa. Mimi hata dini yangu ya Kiislamu inaruhusu kuoa nyie wote wawili. Wewe na mdogo wako. Kwani shida nini? Hesa niko hapa nimesimama. Shida nini hasa? Hivi unahisi ulivyompata yule kiwepesi wepesi unachukulia na mimi ndio hivyo hivyo Mtu mwenyewe umemwekea midawa yule. Mganga yenyewe mganga malaya tu wewe. Unahisi ulivyompata ndugu yangu kiwepesi wepesi unachukulia na mimi ndio utanipata kivyo hivyo? Hivi ukijiangalia juu mpaka chini unahisi unaweza kuwa na binti kama mimi? Unaweza kuwa na mtu kama mimi? Na kwa taarifa yako leo hapa upiti. Kama kulala katafute pa kulala huko kwingine sio humu ndani. Mage, naomba unipishe. Naomba unipishe ujue. Uingii, unikupisha uende wapi sasa? Mage, nitolee bamsi njiani bwana. Nishakwambia upiti. Wewe tena niache, nakwambia upiti hapa. Hivi una shida gani hasa wewe? Nikuulize wewe una shida gani? Kwani kwa kwenda kutafuta pengine kulala upaoni? Mpaka umndani tu. Wewe vipi? Unataka kuelekea? Una shida gani kwanza? Nimeshakwambia hapa ndani upiti. Hebu nipishe nipite. Mage. Nishakwambia hapa ndani upiti. Nitakuchafua Mage ujue. Afu ni mwanaume wa ajabu, unang'ang'ania kuingia kwenye nyumba ya mwanamke. Wewe vipi? Nishakwambia upiti, sasa unasemaje? Hebu nipishe bwana. Juzi mtoto wangu yuko wapi? Sijafanikiwa kumpata Mama Manda. Hujampataje sasa mtoto wangu Twizy? Kwa nini hujarudi naye mwanangu? Mama Manda, nimeongea mpaka na marafiki zangu, tumezunguka huko mtaani lakini hatujaweza kumuona. Mtoto wangu kaenda wapi Twizy? Twizy namtaka mwanangu. Mimi nimezunguka kote huko sijamuona mtoto wangu kaenda wapi? Twizy namtaka mwanangu. Amanda, itakuwa iko wapi Amanda? Namtaka Amanda. Watch it next episode. Maisha na matatizo, mbona kama naelewa? Maisha nakonda mwili hadi mifupa, hizi shida zimeniandama na juta, likipita hili linafata lile, nachoka sio siri, mambo lelelele, kazi ni changamoto, natakiwa kuvuka, kwa nini yangu